Ukiacha technical bench na wachezaji kwa maana ambavyo tumejipanga namna gani kuhakikisha kwamba tunaushinda huu mchezo, lakini kwenye kutimiza malengo na majukumu ya wachezaji kiwanjani tunahitaji spirit kutoka nje, support kutoka nje, na spirit kubwa manake au support kubwa manake ni mashabiki ambao wanatakiwa kuja kwa wingi kwenye ule mchezo, kwa maana ya kuhakikisha kwamba na wao wanakuwa sehemu ya historia kuipeleka timu yetu kwenye AFCON kwa mara ya pili mfululizo. So tuna matumaini makubwa. Kwanza mashabiki wa mpira wa miguu wanawake wamekuwa watu angushi, wanatujitokeza kwa wingi, lakini kesho inabidi iwe mara mbili yake, kwa sababu ni nafasi pekee ambayo wakiipoteza hiyo, tusipofanikiwa maana yake tutakuwa tubanguka kwa pamoja. Kwa hiyo kesho naamini kwamba ama natumaini Watanzania watajitokeza kwa wingi sana kuja kusupport timu yao. Tunaenda kuandika historia ambayo Tanzania hatujawahi kuifanya kwenye mpira wa miguu wanawake. Tukiweza kuachieve hiyo itakuwa ni mara ya kwanza, kwa maana ya kushinda mara mbili mfululizo ama kupata nafasi mara mbili mfululizo ya kucheza mashindano ya AFCON. Tunaamini sisi kama benchi la ufundi pekee yetu hatuwezi, wachezaji pekee yao hawawezi, isipokuwa Watanzania wote tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kufanikisha hili. Kwa hiyo nitoe wito kwa Watanzania wote, kila mmoja kwa nafasi yake ajitokeze pale Chamazi kesho kuipa support timu yetu. Hii ni mechi ya mkondo wa kwanza. Nimezungumza mechi inapaswa kubakia nyumbani kwa maana tupate matokeo mazuri. Hatujui wao watakwenda kufanya nini kugeuza matokeo. Kwa hiyo kila Mtanzania anapaswa kuwa sehemu ya historia hii, anapaswa kujiona na yeye kwamba amechangia mchango wake kuhakikisha nchi inafanikiwa. Matayarisho yanaendelea vizuri. Matayarisho yalianza tangu tarehe 14 na bado yanaendelea, na nafikiri leo tuna nafasi ya kufanya mazoezi, lakini bado pia kesho tuna nafasi ya kufanya vipindi kadhaa vya darasani kuhakikisha kwamba kitu kinaenda vizuri. Ni mechi muhimu kwetu kama Tanzania, mechi ya kufuzu wa AFCON. Wachezaji wote ambao tumewaita hakuna ripoti mbaya kutoka madaktari. Kwenye mchezaji ambaye tutamkosa moja kwa moja ni Winnie Gerard. Kama mtakumbuka, Winnie alipata kadi nyekundu kwenye mchezo wetu dhidi ya Afrika Kusini kule Morocco, na ametumikia mchezo mmoja dhidi ya Ghana. Kwa hiyo mechi yake hii hawezi kucheza kwa sababu anatumikia kadi yake nyekundu. Tutampata Winnie kwenye mechi ambayo inafuata.